nilikuwa miongoni mwa wateuliwa wa Chama cha Mapinduzi kugombea ubunge katika jimbo la Kivule. Kwa hiyo ni mwanasiasa wa majukwaa, na nilibahatika kwamba walioteuliwa 7 mimi nilikuwa wa kwanza kuteuliwa. Kwa hiyo huwa nachukua nafasi hii kukubali kwamba mamlaka, taasisi ambazo zina uwezo wa kuchambua wanasiasa zilinichambua na kuona ninafaa. Kwa hiyo pia huwa ninapenda kutumia nafasi hizi mbalimbali za jukwaa kama leo kulinganisha siasa za sasa hivi zinazoendelea katika taifa letu na siasa za kipindi cha Mwalimu Nyerere, kizingatia tuna kumbukizi ya baba wa taifa. Kwa hiyo kama tuna baba wa taifa, maana yake kuna misingi yake tunabidi tuifuate, tukiangalia je, sisi wanasiasa kweli tunaifuata? Sasa katika kuchambua jambo hili, ninataka kwanza nianzie kwenye harakati za Mwalimu Nyerere zilivyokuwa. Mwalimu Nyerere alitamani kabisa kuleta uhuru wa taifa letu, na mkoloni aliuliza swali la msingi sana kwamba umejiandaa kweli kuiongoza taifa hili kwa mafanikio? Yeye hoja yake kubwa ilikuwa ni kwamba kwanza tunapaswa kuliongoza taifa letu wenyewe. Kwa hiyo kuna kitu mtu anakuwa nacho specific, sio kuwa na factors nyingi, kwamba yeye alitaka kuongoza taifa mwenyewe, kama taifa ni kujiendesha wenyewe. Na aliulizwa swali jingine kwamba je, una uhakika mtaleta maendeleo endelevu? Alisema hiyo ni agenda, ndo agenda, kila mtu anataka kuleta maendeleo endelevu. Kwa hiyo issue yeye alianza kufocus kwa sasa tunataka nini. Sasa ukiangalia, ina maana yeye sasa typically alikuwa ni mwanasiasa. Nataka kuleta picture moja kwamba kuna tofauti ya wanasiasa na wanaharakati. Mwalimu Nyerere alianza kama mwanaharakati akitetea haki za wafanyakazi akiwa mwalimu. Baada ya hapo alishauriwa kabisa kuachana na harakati kufanya siasa, au kufanya siasa akaacha harakati. Alikuwa na choice. Kwa hiyo akachuzi kuwa mwana siasa. Kwa hiyo kunavyozidi kuongea nitakuonesha taifa letu lina changamoto ya kuchanganya majukumu, nitakuonyesha. Cha pili, Mwalimu Nyerere yeye alikuwa ni mtu ukimfuatilia kwenye vitabu wanamuita theorists. Yaani ni mtu ambaye kasoma, na nikumbushe tu Mwalimu Nyerere alisoma political economics. Katika political economics kuna theories alijifunza. Kwa hiyo wakati anapigania maendeleo alirelate theories alizozisoma katika kitu kinaitwa political power transition. Na mimi mwenyewe ni mchumi na nimesoma political economics. Kuna theory moja inaitwa hegemonic stability theory ambayo alitumia Mwalimu Nyerere kwa utafiti wangu kama msomi, kwamba hegemonic transition stability theory huwa kuna taasisi au entity au chama imara sana kinachoongoza vitu. By the time serikali ya kikoloni ilikuwa ni imara sana katika taasisi zake na inaongoza taifa letu. Kwa hiyo ili uweze kupambana na kuitoa, ili wewe uingie, inabidi na wewe utengeneze taasisi imara ambayo inasema hegemonic. Sasa ni ile taasisi yenyewe ambayo ni hegemonic entity. Inabidi utengeneze taasisi kubwa ili utakapokuja kupambana na hii hegemonic entity udhibitishe kwamba ukiingia una uwezo wa kufanya zaidi ya hawa wanachokifanya. Kwa hiyo alitengeneza 5 kama taasisi, na hiyo imerithishwa kwa CCM kama taasisi. Hizi tunaziita party politics. Yaani unakijenga chama chenye uwezo mkubwa, unaamini katika nguvu ya chama kama wakoloni walivyoamini katika taasisi zao. Sasa tunakuja jinsi yeye baada ya kujipanga kama taasisi ya chama alivyokuja kushawishi. Kwa sasa hivi tunaona kuna watu wanavuguvugu fulani hivi za mabadiliko. Lakini kumbuka Mwalimu Nyerere alikuwa na wakati mgumu sana kama mwanasiasa. Alipoulizwa kama watu hawa yuko tayari kuwaingiza kwenye violence, kuwaingiza kwenye vita ili wamuondoe mkoloni, alisema hivi: mimi ni kiongozi, nimewaandaa wananchi wangu wakubali mabadiliko
bila kuleta vurugu. Na mfano huo ulikuja kutumika kwa Mandela. Mandela mwenyewe alivyotoka gerezani, watu walitaka kufanya vurugu, akasema mimi ni kiongozi, nitawaelezea na kuwaelekeza wasifanye vurugu. Kwa hiyo cha kwanza tunajifunza kwamba unapotaka kufanya political transition of power, iwe ni mwiko kutumia violence. Mwalimu Nyerere alikuwa na mazingira magumu sana, lakini alisema ni mwiko kutumia violence, kwa sababu unapodili na economic entity lazima uwe na akili za ziada na ujue unafanya kitu gani. Kwa hiyo akajitahidi kuwashawishi, wakakubali kuleta independence, lakini wakaanza kwanza kutoa waziri mkuu, alafu ukuu wa nchi ukakaa chini ya Uingereza. Waliendelea kuwa wakuu wa nchi wakati waziri mkuu akiwa mkuu wa serikali. Ni hatua amepiga. Sasa hili mimi nalilinganisha na Tanzania. Sisi tuna Chama cha Mapinduzi, tumekirithi kwa Mwalimu Nyerere. Tunaamini katika party politics ambayo unajenga chama imara sana. Kwa hiyo kama kuna wapinzani wana vyama, tunataka watazama vyama vyao vimejengwa kwa msingi imara kiasi kwamba ikitokea CCM isishike madaraka, chama kingine cha siasa kikashika madaraka, kimejitengeneza kama taasisi kuweza kuilinda taifa letu? Au ni watu watatu wanne wanakusanyana wanatengeneza chama, wanakifanya chama kama mali yao, alafu watakuja kuongoza nchi kama mali yao? Ukiwa kwenye hii theory nayoisema iliyotumika kama Nyerere kama theorists, unapokuta kuna kitu kikubwa kina mizizi, inabidi wewe ujitengeneze, uwe mkubwa, ili uje umuridhishe huyu aliyepo sasa hivi kwamba unao uwezo wa kuyashika madaraka na usiharibu vitu vizuri alivyovitengeneza, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimetengeneza vitu vizuri. Ukiingia kwenye sekta ya elimu kwa mfano, kwa sasa hivi unaweza kusoma darasa la 6 ukaingia moja kwa moja sekondari, ukasoma bure form 5, form 4, ukasoma bure mpaka form 6. Sasa hivi inaelezewa VETA. Ili VETA manake unakuwa na ujuzi, ukipata ajira unaajiriwa, ikikosekana ajira unajiajiri. Hiyo ndo maana ya VETA. Kwa hiyo ukiangalia mfumo wa elimu, ukienda mpaka chuo kikuu unakopeshwa. Yaani ukiangalia mfumo wa elimu uko thabiti. Ukienda kwa wajasiriamali wadogo, ukiwa na kitambulisho tu cha machinga au mjasiriamali kwa sasa, na kesho anayejua, unaenda NMB unachukua mkopo kwa dhamana ya halmashauri, kwa dhamana ya afisa maendeleo. Mkopo mpaka milioni unachukua. Yaani unaona kwamba uwezeshaji wananchi kiuchumi wameseti mipango. Nenda kwenye usafirishaji. Kwa hiyo ukiuliza CCM kama chama na vitu vilivyofanyika ni vikubwa. Kwa hiyo je, kikija chama kingine hakitaharibu haya mambo mazuri tunayotengeneza? Cha kwanza. Na je, kija chama kingine hakitaiharibu pia CCM? Kwa sababu CCM inabidi endelee kuwepo hata ikitokea, kwa sababu ni vyama vya upinzani, chama kingine kikaja, CCM inabidi endelee kuwa imara, ili hiki chama na chenyewe kikiharibu CCM iweze kurudi kuendelea kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo lazima ujue kwamba unapodili na economic stability theory, unapodili na economic entity, lazima uwe na uwezo mkubwa wa kuonesha kwamba utasimamia vilivyopo, utakuwa tayari kushindana. Na niseme hii move ya kushirikishana madaraka ilikuwa inaendelea vizuri kwa 4R. Watu wengi, wapinzani wengi walikuwa wameondoka nchini. Wapinzani wengi walikuwa na changamoto nyingi, walikimbia. 4R ikawarudisha. Kwa hiyo unaweza kugundua kwamba Chama cha Mapinduzi kina interest kwamba vyama vya upinzani navyo viwe na nguvu, visikimbie. Kwa hiyo wakaletwa. Baada ya hapo tumegundua kuna kitu kilijitokeza. Kitu kilichojitokeza ni pamoja na tulisikia mwenyekiti aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema kipindi kile alitoa zawadi kwa Mama Samia, mwenyekiti wa CCM. Wanawake wa Bawacha wa Chadema walimwalika Mama Samia wa CCM kuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo unaweza ukagundua kwamba move ya kuhakikisha kwamba vyama vya upinzani ni imara ili viweze kuendana na spidi ya chama chetu cha Mapinduzi ilikuwa inaendelea. Sasa wamefika hapa katikati, wenyewe ndani wametofautiana. Wamefika hapa katikati, kumetokea ubishano, na hapa ndipo ninapotaka kusisitiza pointi yangu. Wanasiasa wanapotofautiana, wanatofautiana kwa kitu tunakita political differences. Sasa political differences ni utofauti miongoni mwa wanasiasa wenyewe. Kama hawa watu walielewana mpaka kufikia hatua ya kupeana zawadi,
Leo ukiona wanavutana, kuna mtu kazengua pale kati. Yaani kuna vitu waliongea, wakakubaliana, katika safari kuna mtu mmoja kaharibu. Sasa kwa hiyo maana wao wakirudiana pamoja watajua namna ya kurekebisha, na huo ndio msingi wa transition of power. Sasa ni waase wa machinga, ni waase bodaboda, ni waase vikundi maalum wasiingilie political misunderstanding kuzifanya kama social differences. Wanasiasa wanapokuwa wanapigania mambo ya kisiasa tuwaache, kwa sababu wanajua walipotofautiana, na usishangae baada ya muda ukasikia hata Heche karudi CCM. Usishangae, kwa sababu Wenje jana karudi CCM na kasema theory as implies zinazotumika. Kwa hiyo ujue kabisa watu wanasiasa wanapotofautiana wasiwafanye wananchi kujiingiza kwenye changamoto ambazo haziwahusu. Kwa mfano unapoongelea machinga, unaambiwa ukaandamane. Tuchukulie mfano, ukiulizwa unaandamana nini, unasema nini? Wakati kwa kitambulisho tu ukienda benki unakopa. Kwa hiyo ajenda sio yako kabisa. Kwa hiyo wanasiasa wametofautiana, watafikia hatua wataelewana na watasonga mbele. Na hata Mwalimu Nyerere wakati anafanya shughuli zake za kisiasa, kuna sehemu alikuwa anatofautiana na mkoloni namna ya kukabidhiana madaraka, lakini alikuwa harudi kuwahamasisha wananchi kusababisha violence. Alikuwa harudi kuhamasisha wananchi kusababisha vurugu, alikuwa anawatuliza. Kwa hiyo wanasiasa wa sasa mjifunze kwamba mnapotofautiana na wanasiasa wenzenu, muwatulize wananchi wanaowaamini, ambao hawajui siasa kama political science, ambao hawajui theologies na theories za kisiasa. Mnapokuja kuhamasisha, mnakuwa mmekosa concept ya muhimu sana ya mwanasiasa. Mwanasiasa inabidi uwatulize wafuasi wako, kama Mandela alichofanya, aliwatuliza wafuasi wake wakamuelewa, hawakufanya violence. Kwa hiyo hata kwa sasa hivi watu waje na monkale vipi, wanasiasa wa upinzani mnatakiwa kuwatuliza wale watu, kwa sababu ajenda za kisiasa zinamalizwa na wanasiasa. Ninajua nitaulizwa jambo jingine kwamba kwa mfano jamii, kuna watu wanasema wanatekwa, kuna watu wanasema wanasumbuliwa. Nataka nikufafanulie kitu cha pili katika mtiririko wa siasa za kidemokrasia na ilivyokuwa hata kipindi cha Mwalimu Nyerere. Matatizo yoyote ya makundi maalum huwa yanatatuliwa na wanaharakati. Kuna theory moja inaitwa the benefit of conflict in the theory of conflict resolution. Naongelea haya mambo ya theories kwa sababu Mwalimu Nyerere ni theorists. Kwa hiyo ukitaka kusolve conflict lazima uangalie conflict na theories za conflict resolution. Kwa hiyo kuna benefit of conflict. Benefit of conflict iko hivi: iwapo watu wanakuwa wanagombana na wanataka kutafuta suruhu, iwapo suruhu likipatikana wote wamelizika, suruhu litapatikana. Lakini iwapo suruhu likipatikana kuna na kingine inabidi kipatikane, iwapo cha pili hakitapatikana, suruhu haitafikiwa. Ndio maana unaweza ukashangaa kuna nchi fulani zina vita, wanasuruhishwa wafiki mwisho. Tatizo sio kusuruhishwa, kuna kitu kingine kinatafutwa. Kwa hiyo watu wanapokuwa wana conflict lazima wawe, kwa mfano mimi nimekuta baba na mama wanagombana, wale wakielewana mimi sina faida zaidi ya wao kuelewana, ni rahisi kuwapatanisha. Lakini kama inabidi wasielewane ili nini mchukue mke wake yule, ina maana iwapo wataacha wataelewana, mimi nikamkosa yule mke, niko tayari waendelee kugombana mpaka iwapo ugomvi wao utaisha na mimi nikamchukua yule. Kwa hiyo unaweza ukajikuta mimi ni sehemu ya conflict ile, kwa sababu ikiisha bila kuninufaisha siko tayari iishe. Sasa na hili jambo la conflict ya sasa ya kisiasa, kwa mfano watatekwa, inabidi mtu anakuta labda yuko chama cha upinzani, anatamani conflict hii iishe, lakini anataka itakapoisha yeye ndawe rais, yani achukue nafasi ya rais wa sasa. Anataka ile conflict itakapoisha yeye ndawe mbunge kupitia chama cha upinzani. Kwa hiyo yeye kihalisia anataka conflict itakapokuisha awe na nguvu mkubwa za kisiasa. Kwa hiyo iwapo conflict hii ya kijamii ya sasa itaisha bila kumpa power kubwa kisiasa, yuko tayari ile conflict iendelee. Kwa sababu naongelea theorists, naongelea the theory of benefit of conflict. Kwa hiyo ni lazima theory zitumike. Ndio maana tuwatumie wanaharakati, yani mwanasiasa ambaye manufaa yake ni kumshindanisha mwenzie ajitoe. Mwanaharakati akija
Ili jambo likiisha, limeisha. Mwanaharakati hana matakwa mengine. Yeye anataka watu wasitekwe, watu wasiumizwe. Amemaliza. Kwa hiyo utajikuta ile tatizo litaisha, kwa sababu theory inasema benefit ni kwamba liishe. Kwa hiyo wanaharakati tuwaachie kazi. Wanaharakati Tanzania hapo kuna wakina Nanelea Nkia, kuna wakina Kibamba, kuna Haki Elimu, kuna TGNP, kuna Jukwaa la Haki za Binadamu. Wanaweza kulimaliza tatizo hili iwapo watalijadili kama wanasiasa. Hata kipindi cha Mwalimu Nyerere kulikuwepo wanasiasa ambao hawakuingia kwenye siasa. Wao siasa yao, hata Marekani kwa mfano, ilikuwa ni wanaharakati wa kumuondoa mkoloni Afrika bila wao kutamani kuja Afrika. Ndio maana ukoloni pia ulikwisha. Walikuwa wanawasapoti wanaharakati, wanafanya harakati kwamba watu kama wanataka uhuru wapewe uhuru wao. Kwa hiyo katika safari za kisiasa kuna mwanasiasa, kuna mwanaharakati. Kwa hiyo hata Tanzania matatizo ya kijamii yakijitokeza, wanaharakati wayatatue. Changamoto ya Tanzania, mwanaharakati akiweza kupata publication peke yake, anahamia chama cha upinzani, anataka ubunge. Inabidi ukifanya harakati, ukapata heshima kama mwanaharakati, ubaki kuwa mwanaharakati, usitoke kwenye firidi yako, na ndipo utatatua matatizo ya taifa letu. Kwa mfano Kariakoo, watu waliandamana katika mambo yao ya kimaendeleo, waligoma, hawakufanywa chochote kwa sababu lengo lao lilikuwa ni kutatua matatizo yao. Yalipomaliza kutatuliwa, wakaendelea na shughuli zao na hakuna aliyewaumiza. Kwa hiyo nataka kumesha kwamba tusioanishe matatizo ya kijamii na umaarufu wa kisiasa. Tukiweka siasa kwenye mambo ya kijamii, ile tatizo haliwezi kuisha, kwa sababu kutoisha bila kuleta faida fulani haliwezi kuisha. Kwa hiyo nataka kurudisha kwenye mada kwamba tunapoingia kwenye politics, tuiache iwe politics. Tunapoingia kwenye activists, tuache iwe activists. Kwa hiyo factors za maendeleo kuna political, economic, technological na social. Sasa hii political peke yake inadili na politics, social inadili na social, economic inadili na economic. Kwa hiyo kwa kufikia hatua hiyo, ina maana sisi katika masuala yanayohusu siasa, ukilinganisha kwa Mwalimu Nyerere, alienda na theory mpaka mwisho ya economic entity. Na wanasiasa wa sasa waelewe namna ya kwenda taratibu, hata kwa move iliyokuwa inaendelea kwa sasa hivi, kwamba vyama viwe na nguvu, tuweze kufanya siasa stahimilivu bila kuwahusisha watu, kuwaingiza kwenye shida. Mada ya mwisho kabisa ni reciprocal challenge, kwamba reciprocation iko hivi. Kwa vuguvugu la sasa hivi wangesema tutatiki, sisi tutaandamana. Hivi ikitokea Chama cha Mapinduzi kwa mfano tu kikashinikizwa kuondoka madarakani kwa vuguvugu, kikaingia chama kingine, reciprocal inasema hivi, chama kingine kitakapokuwa kimeingia na chenyewe kikosea kidogo tu, watu watatumia njia ile ile kushinikiza ili kitoke, ili kingine kije. Sasa itakuwa ni tabia yetu kwamba huyu akitaka kuondoka unamshinikiza. Na kwa sababu wanasiasa madaraka wanayataka, kama nilivyosema mwanzo, wanaweza kutumia changamoto za kisiasa kujiletea, changamoto za kijamii kujiletea umaarufu wa kisiasa. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi, tujitenge kabisa na hizi reciprocal, kwamba sisi tuwe na msimamo na maadili kwamba tutawaunga mkono wanasiasa, lakini sio kwa kutumia violence, sio kwa kutumia vurugu, sio kwa kutumia mashinikizo hayo. Tutafanya siasa safi. Kwa hiyo kwa kumalizia, katika kumwenzi Mwalimu Nyerere, tuweze kufanya siasa kwa taaluma, hasa kwa viongozi wa siasa. Tuweze kuwekeza kwenye taaluma ili tujue kabisa kwamba ili kuweza kufanikisha hiki ni theory gani inatumika. Ili tuweze kufanikisha siasa hii ni theory gani inatumika. Kwa hiyo sisi ambao ni viongozi wa siasa, cha kwanza tuingie kwenye taaluma ya siasa, tuielewe vizuri. Cha pili, tuwe na miiko ya kutowahamasisha wasiojua siasa kuja kusababisha vitu ambavyo ni kwa maslahi yetu sisi wenyewe. Tuwe na uwezo wa kuwatuliza. Cha tatu, changamoto yoyote inayotokea katika grupu fulani ni bora isaidiwe na wanaharakati kuliko kusaidiwa na wanasiasa. Kwa hiyo tutamuenzi Mwalimu, tutaendelea kuwa na amani, tutaendelea kuwa ni watu wa taaluma, tutaendelea kuwa ni watu wa kuhamasisha wenzetu kusukua watulivu na wasikivu ili kuleta uendelevu na ustahimilivu wa taifa letu. Naitwa Amos Hangaya Kamisi.
Ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa mstaafu, lakini pia ni mchumi. Leo tarehe 14 Oktoba tukiwa tunaadhimisha siku ya kumbukumbu ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tunamuona kama ndiye baba wa amani, ndiye baba wa tunu ya amani Tanzania na Afrika nzima na dunia nzima. Na Mwalimu Nyerere pamoja na mambo mengine yoyote alitumia filosofa zake ambazo zimeifanya Tanzania kuimarika hata kama ikikutana na changamoto yoyote kwa sasa. Mfano, mwaka 1967 Mwalimu Nyerere akiwa kwenye utawala walipitisha azimio la Arusha, ikiwa wanataka usawa, lakini maadili pamoja na siasa ya kujitegemea, jamaa na kujitegemea. Yote ilikuwa ni kuwaweka Watanzania sehemu moja na kuijenga Tanzania katika misingi iliyo imara. Lakini pia alitumia filosofa nyingine ya kuunganisha Tanganyika na Zanzibar kuwa nchi moja, ambayo aliiwezesha Tanzania, Tanganyika na Zanzibar, Unguja kwa pamoja kuwa nchi moja ambayo iliimarisha ulinzi na usalama, lakini kuweka amani kwenye eneo letu, ambayo hiyo ilisaidia pia mpaka leo hii amani hii imeendelea kuwepo hata inapotokea changamoto, kwa sababu iliundwa katika mikono katika misingi iliyo imara. Nchi imeendelea kuwa imara na imeweza kustahimili mapito yote. Lakini nje ya hapo pia baba aliingia kwenye siasa ya kutofungamana na upande wowote. Hapo tunaongelea mambo ya Wizara ya Mambo ya Nje, lakini pia na theory za Mwalimu Nyerere ambazo hakutaka kufungamana na upande wowote. Kwa hiyo ilisaidia kuikomboa Afrika, kukomboa nchi jirani na Afrika nzima bila kusemwa wala kuingiliwa na taifa lolote lile. Kwa hiyo ni misingi aliyoijenga Tanzania, ambapo leo hata ikiingia kikwazo chochote kinachohusu nchi ya nje na Tanzania bado imekuwa inastahamili, kwa sababu misingi iliyowekwa ilikuwa ni imara. Na utaona hata sasa kuna wakati nchi inapata misukosuko ya nje, ya Kimarekani, ya wapi, inaweza kustahimili kwa sababu ya misingi iliyokuwa tayari imeshaanzishwa. Lakini kuna swala lingine ambalo Mwalimu Nyerere alitumia kwenye filosofa zake, ni kupiga vita ukabila, udini, ambao leo hakuna Mtanzania anaweza kuongea udini wala kuongea ukabila, ambayo imetusaidia leo kwa namna yoyote ile. Hata chama chochote cha kisiasa kikitaka kuingia kwenye mambo ya kidini kinashindwa kukua, kwa sababu tayari misingi yaliyokuwa imeshaandaliwa na Mwalimu Nyerere imeiweka nchi ikiwa iko stable. Lakini leo mwanasiasa yoyote akiamua kuongelea ukabila hawezi kusurvive, hawezi kupiga hatua, kwa sababu tayari misingi ile imeshakuwa imara na imepenya kizazi na kizazi. Na hata sasa utagundua watoto tunaowazaa kwa sasa ni wachache wanaoweza kuongea lugha za asili. Wengi wamerudi kwenye Kiswahili ambacho Mwalimu Nyerere alikitumia kama lugha ya kutuunganisha Watanzania wote. Kwa hiyo utaona kwa haya niliyoyasema. Lakini kwenye uchumi, ukienda kwenye siasa ya ujamaa na kujitegemea, kumbuka Nyerere aliunganisha vijiji. Kipindi cha vijiji alichukua watu akawasogeza waliokuwa wanaishi mbali kwenye vijiji ili waweze kuhudumiwa na waweze kufanya shughuli kwa pamoja, ambao misingi ile leo imeendelea mpaka sasa. Unaona, inapotokea tatizo kwa jirani, kwa mtu, bado watu wanatumia ule ujamaa kukimbiliana, kusaidiana, kushiriki kwa namna moja au nyingine kumaliza shida iliyokuwepo. Kwa hiyo ni misingi ambayo ilijengwa toka mwanzo. Kwa hiyo leo hata hizi chaguzi zinazoendelea, utakumbuka wakati vinaanza vyama vingi, Mwalimu Nyerere alikuwa ni miongoni mwa watu ambao aliruhusu vyama vingi
vianze. Wakati huo walio wengi walisema wanahitaji kuendelea na chama kimoja. Kwa hiyo utaona bado alituandaa kwamba tuingie kwenye vyama vingi na kukabili hizo changamoto, kukiwa bado chama tawala ambacho ndicho kimeikomboa Tanzania kina nguvu na kina wafuasi wengi, ambayo imesaidia mpaka leo hii bado Tanzania imekuwa stable na imeweza kuhimili misukosuko yote iliyopita. Na mpaka sasa utaona Tanzania kwa mara ya kwanza ilipata jaribio la rais aliyokuwa madarakani kufariki. Ni wakati ambao ulikuwa ni mgumu mno, ambao ulileta taharuki, watu walipata shoko hawajawahi kuona, lakini utaona kwa mara ya kwanza, na napongeza sana jeshi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama, vimeweza kuwa stable, pamesimama, na rais akaapishwa Mama Samia na nchi ikaendelea kusonga mbele. Kwa hiyo hivyo ni viashiria moja kwa moja kwa Mwalimu Nyerere alijenga misingi kwa kutumia filosofa zake za kuiandaa Tanzania ya miaka 100-200 ijayo, na hakuna mtu ambaye anaweza kuingia akaivunja Tanzania kwa utaratibu huo, awe mwanasiasa awe mwanaharakati, kwa sababu Tanzania imejengwa katika misingi iliyo imara. Kwa hiyo tukisema leo Mama Samia ameweza kukamilisha miradi na matamanio ya Mwalimu Nyerere, maana yake ameitimiza, kwa sababu tayari kuna misingi iliyokuwa imeshaandaliwa ya kuheshimiana kimadaraka, kuheshimiana kwa awamu za utawala, kubadilishana pasipokuwa na marumbano yoyote. Na kwa hiyo Tanzania iko stable kwa sababu ya filosofa za Mwalimu Nyerere. Kwa leo tunapomkumbuka na Tanzania ilipofika na amani iliyopo na majeshi yetu yanavyokuwa stable, yanavyoweza kustahamili mihemko yoyote, maana yake tunamwongelea Mwalimu Nyerere na filosofa zake alizozitumia. Naomba kuwasilisha. Okay, asante. Naitwa Juma Mrundi. Mimi ni dereva wa kuendesha magari. Siku ya leo ni siku ambayo tunaadhimisha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ambaye ndio baba wetu wa taifa. Mimi kwa upande wangu nitaongelea mambo ambayo baba wa taifa aliyaweka, na aliweka kwanza, aliondoa ukabila kwenye nchi hii. Hicho ni kitu ambacho kinanifanya mimi nimkumbuke sana kama baba wa taifa ambaye alitupasa kutokuwa na ukabila kwenye nchi hii. Lakini pia baba wa taifa alituhimiza Watanzania kufanya kazi. Unapofanya kazi, maana yake ndio unafanya uwe na mafanikio katika kufanya kazi kwako. Kwa mimi kwa upande wangu namkumbuka baba wa taifa kama baba ambaye alituhimiza kufanya kazi kwa bidii, lakini pia ni baba ambaye alitufanya kiunganishi na makabila. Lakini kija kwa upande wa siasa, baba wa taifa wakati akifanya siasa, na hata ukimwangalia alivyokuwa rais kwa takribani miaka 26, ukiangalia yeye ni mwanasiasa, lakini ni mwanasiasa ambaye hakujilimbikizia mali. Lakini ukitazama na baba wa taifa, yeye alikataa kabisa wanasiasa kujihusisha na mambo ya biashara na makampuni. Alikemea, akasema uchague moja, uwe mfanyabiashara au uwe mwanasiasa. Sasa tofauti ambayo ipo ya siasa za sasa na siasa za Mwalimu Nyerere, tofauti yake ni kwamba wanasiasa wa sasa ni wafanyabiashara, wana makampuni. Lakini baba wa taifa yeye alitofautisha kabisa, akasema uchague jambo moja. Kwa hiyo tofauti ya siasa za sasa na siasa za Mwalimu Nyerere, hiyo ndio unakuja kukuta tofauti ya kwamba mwanasiasa kwa kipindi cha Mwalimu Nyerere alikataza kwamba usiwe mfanya biashara. Maana yake unaweza ukawa una makampuni, ukishateuliwa kuwa waziri, maana yake unaweza kujipa tenda mwenyewe serikalini. Kwa hiyo hicho kilifanya wanasiasa wakaonekana kwamba ni watumishi wa wananchi. Sasa hivi unakuta siasa imefanyika kama ni mtaji wa kutafuta fedha. Manake mwanasiasa akipata cheo anajilimbikizia mali kubwa,
ikiletwa jambo la kutengenezea wananchi, yeye hataki kuwatengeneza, anajitengenezea maisha. Kwa hiyo mimi kama mwananchi wa kawaida ninaendelea kusema kwamba baba wa taifa ni kioo, ni mtu ambaye alitufundisha mambo mengi mazuri, na mimi nashauri, na baba wa taifa yeye alihimiza kazi, na hata mimi kwa sasa ninapenda sana kukumbuka hii siku muhimu sana ambayo baba wa taifa ambaye alifariki, na hata kipindi hicho alifariki mimi nilikuwa ndio namaliza shule ya msingi mwaka 99. Kwa hiyo nilikuwa naangalia namna anavyofanya. Kwa hiyo baba wa taifa alikuwa ni kioo cha jamii. Alikuwa ni mtu ambaye anaona taifa la kesho, sio la leo tu. Alikuwa anatengeneza misingi ambayo itatufanya sisi wa Tanzania tuendelee kuwa wamoja, tuendelee kufanya kazi kwa bidii, na tuendelee tukiwa viongozi tuwatumikie wananchi. Tusiwe viongozi ambao tukipata nafasi tunazitumia katika manufaa ya familia zetu na kusahau wale ambao wameteua. Kwa hiyo mimi nimemkumbuka baba wa taifa kwa hayo mambo mazuri. Kwa majina naitwa Chacha Mwita Msiomi, na pia mimi ni mwanadiplomasia tu ambaye sasa naweza nikaongelea siku hii ya leo ya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere. Mimi binafsi vitu ambavyo naweza nikakumbuka ambavyo vinanihamasisha kukumbuka hii siku ya leo, mambo matatu aliyoyakataa Mwalimu. Akasema kwamba adui mkubwa ilikuwa ni maradhi, umaskini na vitu vingine vile vilivyoongelea. Kwa hiyo Mwalimu kipindi chake alikuwa anakataa masuala ya ukabila sana. Ndio maana alikuwa anauliza kwamba kama unamuuliza mtu mambo ya ukabila unataka kutambika. Kwa hiyo sisi kama Watanzania sasa hivi mtu anatoka Bukoba, anatoka Tarime, tunakuwa kitu kimoja na tunakuwa ni kama nini. Kwa hiyo alikuwa anahamasisha hivi. Kwa hiyo tukitaka kuangalia hili kumbukizi la leo inatufikisha mbali sana, ambao tunaona kwamba Mwalimu alifikiria mbali. Mtu ambaye kwanza alikuwa anafikiria kwamba mtu yoyote kwanza kujilimbikizia mali alikuwa anakataa. Kwa hiyo swala hilo alikuwa anafikiria. Sasa nikitaka kuoanisha kwamba kumbukizi ile Mwalimu Nyerere pamoja na hizi mambo ya kisiasa yanayoendelea, kama mimi mwana diplomasia naweza kusema kwamba kwanza alikuwa anaongelea mambo ya kisiasa, anasema kwamba kiongozi mzuri ambaye anataka kuongoza ni lazima uweze kujua kwamba wananchi wanataka kitu gani. Wananchi wanataka wanataka kitu gani, wasaidiwe. Unapokuwa kiongozi wa wananchi uweze kuwasaidia, uweze kusikia shida zao, kwamba wao wanachokitaka ni elimu. Sasa hata tunapoongelea sasa hivi kwenye hili swala, tunapoongelea kwamba Oktoba tunaenda kutiki, binafsi mimi naenda kuangalia kwamba angalia sasa hata kipindi hiki wakati tunaondokea na baada ya kufia kwa rais, nchi ilikuwa inatafakari kwamba je, huyu mwanamama anaenda kweli kuweza yale ambayo anaenda kutekeleza. Kwa hiyo mimi nasema kwamba ukitaka kuangalia kwenye tangu huyu rais ambaye tuko naye ambaye ni Dr. Samia, kwamba ni vitu gani ambavyo amevifanya. Amefanya vitu vikubwa. Amefanya mambo ya utalii. Kiangalia kipindi hiki ambacho kilichopita pale, alileta mambo ya utalii, mambo ya Royal Tour. Ilihamasisha mambo ya utalii. Kwa hiyo ukiangalia hata ukiachana mambo ya utalii, nchi nyingi zimekuja huku kwetu baada ya kuangalia kwamba utalii sasa Tanzania ina vivutio vingi. Tuna mbuga nyingi, ukiangalia tuna Serengeti, tuna Sadani, tuna Mikumi. Kwa hiyo watu wakajua kumbe Tanzania kuna sehemu ya vivutio. Kwa hiyo ukitaka kulinganisha hata pia huu uongozi uliopo sasa hivi na uongozi ya kumbukizi, pia hata baba wa taifa alikuwa anasema, kwa sababu pia alikuwa anatoka kule Butiama. Kule kwetu kulikuwa na mbuga hii ya Serengeti, ilikuwa bado haijaweza watu waweze kujua kwamba umuhimu wa mbuga za wanyama zile ni kwamba ni vivutio. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba kumbukizi hili litupelekee kwamba wananchi wote waweze kujua kwamba kiongozi mwanamama ambaye ni Dr. Samia anaweza kufanya mambo makubwa, kwa sababu ukiangalia swala la elimu amejenga shule nyingi. Hasa ukiangalia wa kipindi kile kumbukizi hili Mwalimu Nyerere alikuwa anasema kwamba tuondoe ujinga. Ukiangalia alijikita sana alijikita kwamba kwa watoto wa kike.
Kipindi kile kama mnakumbuka kwamba kulikuwa kusomesha watoto wa kike ilikuwa ni shida sana hata kanda ya Ziwa. Lakini leo hii tumepata viongozi wakubwa sana hasa wakiwa wa kike. Tukianza na mwenyewe Dr. Samia kama rais wa nchi. Lakini tumekuwa na spika wetu ambaye ni Tulia Ackson. Tumekuwa na Ana Makinda akiwa pia ni spika. Kwa hiyo ukiangalia swala la hata kuondoa umaskini, akina mama wameshika nafasi nyingi. Hata ukiangalia Rose mpaka sasa hivi alikuwa ni kiongozi mkubwa wa UN, lakini bado amerudi kuwa kwenye Chama cha Mapinduzi. Bado hiyo ndio tunaangalia mahali kwamba wanawake wamefuta swala la ujinga na wamejikita sana kuangalia kwamba kumbe na wao wanaweza. Kwa hiyo ukiangalia kwamba hata wakati anaapishwa kipindi kile baada ya kuondokewa na Dr. John Pombe Magufuli, watu walijiuliza maswali mengi. Lakini yeye alisema maneno matatu, akasema kwamba nchi itaendelea na nchi itaendelea kuwa na, kwa sababu mimi ni amiri jeshi mkuu na nitaendelea kuendeleza yale ambayo John Pombe alikuwa anaendeleza. Haya, tukiangalia masuala ya miundombinu, wakati Dr. John Pombe Magufuli anakufa, aliacha miundombinu ambayo ilikuwa haijakamilika. Angalia SGR sasa hivi. SGR sasa hivi imeshakamilika, watu wanatoka Dar es Salaam asubuhi saa 3 wako Dodoma. Achana na hilo. Kwa Dar es Salaam huku hakuna foleni, ilikuwa ni ngumu sana. Kulikuwa na foleni kubwa sana kutoka mjini hadi Gongo la Mboto. Lakini leo imekuwa ni furaha. Watu wanatoka, yani tumetengenezewa yani mabasi yaendayo kwa mwendo kasi sasa. Nadhani mwaka huu ataanza kutoka Posta mpaka Gongo la Mboto. Haya, tuangalie masuala ya madaraja. Kiangalia Mfugale pale Tazara. Kwa hiyo ni swala ambayo unaweza kuangalia, ni vitu ambayo maono hayo pia yalikuwa ni maono makubwa sana. Haya, tujikite kwenye masuala ya kilimo. Haya, masuala ya kilimo, swala hili ambayo amesema kwamba kuna baadhi ya mazao yalipewa ruzuku. Ukiangalia kama zao la korosho, amesema kwamba ni lazima wapate wale watu wa Mtwara waweze kupata mikopo ya bei nafuu kwa ajili ya hilo zao liweze kuona kwamba linasaidia wale watu wa Mtwara. Lakini pia swala la mbolea, unaona watu sasa hivi wanapata pembejeo kwa baadhi ya mikoa. Ukienda kama kule Mbeya, ukienda Iringa, watu wanapata vitu ambavyo vinawasaidia kwenye masuala ya kilimo, pembejeo. Kwa hiyo mimi niseme kwamba siku hii ya leo ni siku muhimu sana, ambao ukiangalia kwamba leo hii tunayoenda kuangalia kwamba tunaelekea kwenda tarehe 29 Oktoba watu waende kuchagua kiongozi. Mimi niwaambie wananchi wasitake kufuata mkumbo wa kisiasa. Watu wakapige kura, ukishamaliza kupiga kura urudi nyumbani usubirie matokeo. Mimi niwakumbushe, wakati Mwalimu Nyerere anakufa aliongea maneno matatu. Akasema ugonjwa huu nao umwa. Nakumbuka kipindi kile alimwambia Kardinali Pengo askofu. Akamwambia ugonjwa huu nao umwa, sidhani kama nitapona, lakini nawaachia amani, mnenda mkadumisha amani ya Tanzania mlionayo, kwa sababu hamna sehemu nyingine wa Tanzania mtakimbilia. Kwa hiyo ni waasi watu wote wa Tanzania sehemu yote walipo, bodaboda, vikundi mbalimbali, akina mama, wazee, wote nendeni tukadumishe hii amani tulionayo. Lakini mambo ya miamko hii ambayo tunaita kwamba pressure group, tuachane nayo kabisa. Watu tunaenda kupiga kura, kwa sababu kwanza kupiga kura ni haki yako ya msingi. Hayo mambo mengine unakuta mtu anasema kwamba tuendeni tukaandamane. Ukaandamane unatafuta kitu gani? Kwa hiyo kumbukizi ya leo Mwalimu Nyerere mimi imenikumbusha mbali sana, nikisema kwamba tuendelee kudumisha amani aliyotuachia Mwalimu Nyerere ili tuweze kudumu katika amani. Asante sana. Naitwa Victoria John Gadie. Mimi ni mfanyabiashara, pia ni mfugaji. Kwa issue ya siasa, mimi nafuatilia sana mambo ya siasa toka zamani. Mwalimu Nyerere, kwa leo tunakumbukizi ya Mwalimu Nyerere kwa sababu ya amani aliyotuachia. Toka zamani siasa ilikuwa na vyama vingi kama TANU, TA na vyama vingine. Na hata sasa bado siasa yetu tunaendesha kwa njia ya vyama vingi. Basi umoja aliotuachia, amani, upendo na mshikamano, tuendeleze kama tulivyoweza kupata uhuru kwa amani. Basi amani yetu iweze kuendelea na tuweze kuiendesha nchi kwa amani. Na siasa yetu kutokana na amani tuliyokuwa nayo imekuwa kwa kiasi kikubwa. Na hata ukiangalia nchi yetu
ya Tanzania inaongozwa na wanawake kwa asilimia kubwa, hasa Dr. Samia, Dr. Tulia, Rose Migire, na wengi wapo ndani ya siasa. Wanawake wamekuwa viongozi bora. Na nini kinafanya wawe bora? Mwanamke akaweza kuwa kiongozi ni kwa sababu ya amani tulioachiwa na baba wa taifa. Na ndio maana wanawake wameweza kuendelea kuishika nchi na kuiongoza vizuri kwa utulivu na amani.